Karibu tujadili kuhusiana na hali ya upatikanaji wa dawa na kile ambacho kinafanyika hasa katika usimamizi wa uzalishaji, ununuzi na hata usambazaji wa dawa katika ngazi mbalimbali za huduma ya jamii, lakini uhitaji pia kwa namna moja ama nyingine, namna ambavyo unakuwa na ufikiwaji kwa wale wanaohitaji. Na katika kulijadili hili hapa studioni tumemkaribisha mratibu wa masuala ya uwekezaji wa viwanda vya dawa Chimpae Julius. Karibu sana. Asante. Na kwa upande wa kule Dodoma tutaungana na mfamasia mkuu wa serikali na mkurugenzi wa huduma za dawa Daudi Msasi pale atakapokuwa tayari akiwa katika studio zetu za Dodoma. Lakini tuanzie kwako hapa Chimpae na kwanza kufahamu kwa kile ambacho kinafanyika hasa katika uhakikishwaji wa upatikanaji wa dawa nchini. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa sasa tunategemea sana dawa kutoka nje ya nchi. Tuna viwanda vichache sana vinavyotengeneza dawa na bidhaa zingine za afya kwa maana vifaa tiba. Lakini sehemu kubwa ya dawa zinazotumika hapa nchini zinaingizwa kutoka nje ya nchi, na hasa katika bara la Asia, katika nchi za China na India. Lakini tuna viwanda ambavyo viko hapa nchini vinatengeneza baadhi ya dawa. Tuna takribani viwanda 19 ambavyo kati ya hivyo viwanda 13 vinatengeneza dawa za binadamu. Dawa ambazo zipo katika mfumo wa vidonge na dawa za maji za kunywa, lakini dawa za maji pia za kuingiza katika mishipa ya damu. Hizo zinatengenezwa hapa nchini. Lakini ni kwa kiwango ambacho bado hakitoshelezi, kwa hiyo tunategemea pia dawa nyingi kutoka nje ya nchi. Kwa maana hivyo viwanda 13 sasa ndio ambavyo vinatengeneza dawa za binadamu. Ndio. Na vimeshindwa kutosheleza bado mahitaji ya dawa. Ni asilimia ngapi hivyo viwanda 13 vinailisha nchi? Kwa sasa takribani zaidi ya asilimia 80 tunategemea kutoka nje ya nchi. Kwa ni kama asilimia 20. Sisi tunajimudu kwa asilimia 20. Ni kama 20 hivi. Na zaidi ya asilimia 80 kwa dawa tunategemea kutoka nje ya nchi, na kwa upande wa vifaa tiba takribani asilimia 90 tunategemea kutoka nje ya nchi. Na kwa sisi kwa upande wa hapa nchini ni dawa za aina gani ambazo sisi tunazalisha? Tunazalisha dawa ambazo zipo katika mfumo wa vidonge na maji kama nilivyosema hapo awali. Na katika hizi za maji zipo zile za kunywa kama hizi dawa za watoto ambazo tunaziona mara nyingi kwenye maduka ya dawa. Lakini pia kuna dawa za maji za kuingiza kwenye mishipa ya damu, tunaita IV fluids. Hizo zinatengenezwa hapa nchini, lakini dawa hizi nyingi ni zile ambazo aidha ni za maumivu au zinatibu magonjwa ya vimelea vya magonjwa vya bakteria ama minyoo, magonjwa kama ya namna hiyo. Lakini kuna dawa zingine ambazo hatutengenezi kabisa hapa nchini. Sasa kwa Dodoma tupo na Daudi Msasi ambaye ni mfamasia mkuu wa serikali na mkurugenzi wa huduma za dawa. Habari za hapo Dodoma, Daudi, bila shaka unatupata vizuri. Tuambie kuhusiana na hali ya upatikanaji wa dawa. Kwa upande wa mratibu wa masuala ya uwekezaji wa viwanda amesema asilimia 80 bado tunaagiza kutoka nje. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli kwa sasa hivi kama nchi tunaagiza kiasi kikubwa sana cha dawa toka nje ambacho kinazidi asilimia 80, na kama alivyoweka wazi tuna dawa za kawaida zaidi ya asilimia 79, 75 na kuendelea, lakini vifaa tiba zaidi ya asilimia 90, dawa zile ambazo ni special kama tunaita kama ARV na vitu vingine ni zaidi ya asilimia 100. Lakini kuna vitendanishi vya maabara mnajua, navyo tunaagiza kwa zaidi ya asilimia 99. Kwa hiyo ukitafuta on average ni zaidi ya asilimia 80 vitu tunaagiza kutoka nje. Pamoja na uagizaji huo, ndio hali ya upatikanaji wa dawa nchini si mbaya, ni nzuri. Ni zaidi ya asilimia 87 kwenye vituo vya kutolea huduma za afya na ni zaidi ya asilimia 77 kutoka bohari ya dawa.
Kwa hiyo hali ya upatikanaji ni nzuri, lakini hata hivyo utegemezi ni kihatarishi kikubwa, kwa sababu huwezi jua kama ilivyotukumba wakati wa COVID, tulikuwa tupati dawa. Kwa hiyo mwisho wa siku tukawa ni wahanga. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na mkutano wa awamu ya pili ambao Mheshimiwa Waziri Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wa afya, ameitisha mkutano mkubwa wa wawekezaji wenye nia kuwekeza nchini kwa ajili ya kuja kujadiliana nao na kuweza kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo nchini, lakini vile vile kuwaelekeza au kuwaeleza mabadiliko makubwa ya kisera, ya kisiasa, lakini ya kiutashi katika kuhakikisha kwamba uwekezaji wa bidhaa za afya unafanyika nchini, tunakuwa na viwanda vya kutosha. Lakini vile vile ni ameandaa mkutano ambao utawakutanisha wawekezaji kutoka nje wenye mitaji mikubwa, lakini wawekezaji wa ndani waliopo, kuweza kujadili na kuunganisha nguvu, kuweza kuwa na viwanda vikubwa vya uzalishaji wa dawa nchini. Lengo kuu ni kuhakikisha Tanzania inakuwa ni kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za afya kwa ukanda wa Afrika Mashariki, kusini mwa jangwa la Sahara, lakini vile vile Afrika kwa ujumla. Kwa hayo ndio malengo makubwa ya mkutano ambao tumeuandaa, ambao utakuwa ni tarehe 19 siku ya Jumatatu. Na tunakaribisha watu wote wenye nia ambao wana nia ya kuwekeza. Sawa, pamoja na hilo, kuhusiana na huo mkutano ambao una lengo la kualika wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza kwenye sekta hiyo nyeti na muhimu nchini, ni aina gani ya dawa hasa ambazo Watanzania Tanzania inajitosheleza kuwahudumia Watanzania, ili tufahamu pia kama ndizo dawa muhimu ambazo kama taifa halipaswi kutegemea? Kwa sasa hivi kuna dawa ambazo tunaita ni dawa muhimu au essential medicine, ambazo zinatibu magonjwa karibu yote nchini. Kwenye dawa hizo tumefanya tathmini ya kwanza ambayo ilifanyika mwaka 2021 kuelekea 22, tukabaini kuwa tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha majitiba infusion ya kutosha nchini kupitia viwanda ambavyo vipo. Kwa hiyo tuliweza kutoa maelekezo kwamba hizi tutanunua nchini kwa sababu tuna uwezo wa kuzalisha. Lakini kwenye upande wa dawa zingine kama za maumivu, hizi za kutibu za kuua viududu kwa maana ya antibiotics, na dawa za malaria zipo zinazalishwa, lakini kiasi chake bado ni kidogo, sio cha kutosheleza. Na tathmini ya pili ambayo tumeifanya mwaka jana imeanza kutupa kuna aina zingine dawa kama aina 5, zikiwemo dawa za maumivu kama paracetamol, dawa za magonjwa ya matumbo kama metronidazole, na baadhi ya dawa ambazo ni antibiotiki kama Cipro na vingine tumegundua zinazalishwa kwa kiasi cha kutosha nchini. Kwa hiyo hizo nazo tutazipa msukumo ili vile viwanda ambavyo vinazalisha viweze kuendelea kuzalisha kwa wingi zaidi na ziweze kutosheleza. Lakini bado dawa nyingine kwa kiasi kikubwa tunaendelea kuagiza nje. Ndio maana tunahamasa na tunahamasisha uwekezaji nchini. Hamasa na uwekezaji, hamasa kubwa ipo kwenye uwekezaji nchini. Vipi kuhusiana na malighafi kwa ajili ya wawekezaji? Kwa sababu mnapohamasisha pengine mwitikio ukawa mkubwa na nchi isiyo imejiandaa kwa kiasi hicho kuhusiana na malighafi ambazo zitawezesha uzalishaji wa dawa hizo. Asante ndugu mtangazaji. Malighafi za uzalishaji wa bidhaa za afya duniani kote, si kila nchi huwa inajitosheleza, lakini kuna baadhi ya malighafi ambazo tuna uwezo wa kujitosheleza. Ndio maana kwenye uhamasishaji huu ambao tunaufanya, tunahamasisha vile vile kupata wawekezaji ambao watawekeza katika kuzalisha malighafi za uzalishaji wa bidhaa za afya nchini. Kuna baadhi tunazo, mathalani malighafi kwa ajili ya uzalishaji bidhaa zitokanazo na pamba. Zote zinapatikana Tanzania na zinapatikana kwa wingi, na tuna imani yeyote atakayewekeza kwenye hilo eneo hatahitaji kuagiza malighafi kutoka nje. Tuna malighafi ambazo zinahusiana na vifungashio vya dawa na vifaa tiba, navyo vinapatikana nchini, na tayari kuna wengine wameshaanza kuzalisha nchini na wameanza kuzitumia. Lakini
lakini kuna zile tunaita active pharmaceutical ingredient, kiini cha dawa. Bado kwa Tanzania hatujaanza kuzalisha, na tumeanza kupata wawekezaji ambao wanaonyesha nia ya kuzalisha hivyo viini. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha uwekezaji kwenye hilo eneo, lakini kwa sasa ambao wanazalisha wanaagiza kutoka India na China, lakini bado tunaendelea kuhamasisha ili kuhakikisha kwamba na nchini tunaweza kuzalisha. Kwa hiyo ni teknolojia hali ya juu kidogo, lakini kwa msukumo ambao tunao, tunaamini kabisa tutapata wawekezaji ambao watawekeza hata kwenye upande wa malighafi. Na ndugu mtangazaji, niweke wazi, ili kuanza kuwa na kiwanda kikubwa cha kuzalisha kiini cha dawa kwa maana ya active pharmaceutical ingredient, huwa unaangalia na ratio ya viwanda ambavyo vinataka kukonsume hiyo malighafi. Kwa hiyo uhamasishaji tunaofanya, tukipata viwanda vingi, vile vile vitajenga hamasa kubwa kwa hawa wawekezaji ambao wanazalisha kiini cha dawa kwa maana ya active pharmaceutical ingredient, ili ziweze kupatikana nchini. Kwa hiyo msukumo huu unaenda kwa pamoja, tunawakaribisha wote ili kuhakikisha kwamba tunafikia adhima ya kuwa na Tanzania viwanda vya dawa na kuwa habu kwa ajili ya ukanda wa Afrika kusini na mashariki. Naam, tutarejea kwako. Na kwa hapa studioni tumesikia mara kadhaa mipango ya kuongeza viwanda, na ni changamoto zipi ambazo zinakwamisha uanzishwaji wa viwanda vipya ama mwendelezo pia vile ambavyo vilivyopo? Asante ndugu mtangazaji, na kweli kama ulivyosema, kumekuwa na uhamasishwaji wa kuanzishwa viwanda vipya, na ni kuweke tu wazi kwamba viwanda vimeongezeka, kwa sababu tukiongea mwaka 2015 tulikuwa na viwanda vya dawa takribani 9 tu, lakini sasa hivi tunaongea viwanda 19. Kwa hiyo viwanda vimekuwa vinaongezeka, lakini vimekuwa pia vikijengwa kwa ubora wa hali ya juu, na serikali imekuwa ikitoa ikivisapoti hivi viwanda. Na nikiongelea kwa mfano kwa mamlaka ya dawa na vifaa tiba, kuna mabadiliko mengi ambayo mamlaka imefanya katika kuviwezesha hivi viwanda, na ndio maana tumeongeza hiyo idadi ya viwanda kutoka viwanda 9 2015 hadi viwanda 19 sasa. Na katika mwaka 2015 huo tulikuwa hatuna viwanda vya vifaa tiba, lakini hadi sasa tuna viwanda vya vifaa tiba takriban 19, viwanda vikubwa na viwanda vingine vidogo vidogo ambavyo vinajenga jumla ya takriban viwanda 140 hapo na zaidi. Kwa hiyo mamlaka imekuwa ikifanya maboresho ya sheria katika na kuboresha katika utendaji ili kuvisapoti hivi viwanda, na baadhi ya maboresho ambayo yamefanyika ni kufanya kaguzi ambazo ni facilitative za kuwasaidia wawekezaji, ambazo zinaambatana na kutoa elimu ya namna bora ambazo hivi viwanda vinaweza kufanya na kuzalisha dawa ambazo zina ubora unaotakiwa. Lakini kuna baadhi ya ada na tozo ambazo zimeondolewa. Kipindi cha nyuma nafikiri mwaka 2015 ada, kama kiwanda kilikuwa kinataka kukaguliwa, ilitakiwa kulipa ada ya ukaguzi, lakini ada ya ukaguzi sasa hivi imefutwa kwa kupitia maboresho ya kanuni za tozo na ada za mamlaka za mwaka 2021. Kwa kiwanda chochote ambacho kiko ndani ya nchi hakitozi ada ya ukaguzi, lakini kulikuwa kuna ada kama zile za kushikilia product katika soko, hizo pia zimeondolewa. Mabadiliko kushikilia bidhaa katika soko. Kwa tafsiri gani? Yani dawa ama kifaa kinapokuwa kimesajiliwa, basi ile dawa inatakiwa kulipiwa ada ya kuwepo sokoni kwa kila mwaka. Na hii ada inatumika kwa ajili ya mamlaka kuendelea kufanya shughuli za kuiangalia hiyo dawa katika soko inaendelea kufanyaje, kwa sababu tumekuwa tukifanya kaguzi katika maduka, kufanya kaguzi mahali popote ambapo dawa zinakuwa zinatunzwa, ili kuona kama zinatunzwa katika namna inayofaa, lakini bado zinaendelea kukidhi ubora unaotakiwa. Na katika kufuatilia huku pia tumekuwa tukichukua sampuli, kwa sababu dawa inapokuwa inasajiliwa mwanzoni ama kifaa, tunaletewa sampuli ili kuiangalia kama inakidhi vigezo vya ubora. Lakini sasa inapokuwa imeingia sokoni, ni jukumu letu pia kuendelea kuifuatilia kwamba ubora ule ambao ulionekana wakati dawa ikisajiliwa ama kifaa kikisajiliwa bado unaendelea kuwepo. Kwa hiyo ada hii imekuwa ikitumika kwa ajili ya kufanya shughuli hizo za kuiangalia hiyo product katika soko. Lakini kwa viwanda ambavyo viko ndani ya nchi,
hawatozwi hiyo ada. Hiyo ada ilifutwa ikiwa ni sehemu ya maboresho ya kuviwezesha viwanda vya ndani. Na hiyo hayo maboresho ni kwa mwekezaji mzawa na mwekezaji mgeni, sio? Ndio. Sasa najaribu kuwaza kwamba sekta nyingine pengine kumekuwa na uwekezaji mkubwa na viwanda vingi na vya kutosha. Sekta ya afya ni sekta nyeti. Tunazungumza afya, tunazungumza maisha ya watu, lakini mpaka sasa kama nchi tunajitegemea kwa 20% pekee. Tuoni kwamba ni shida, na tunafahamu ukiwa ni mtu wa kutegemea, kuna wakati mwingine mambo ya kisiasa, mambo ya kidiplomasia yanaweza yakakufanya wewe na kule ambako unaagiza pengine mkatofautiana, maanake nchi yako utaweka katika hali ngumu. Hamuoni kwamba ipo sababu ama jitihada za dhati zaidi kuhakikisha hili jambo mnalitatua kwa uwekezaji mkubwa na kutengeneza mazingira rafiki zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema hapo awali, maboresho mengi yamefanyika na maboresho yanazidi kufanyika, na ndio maana Mheshimiwa Waziri amekuja na mkutano huu kuwaita watu wengi zaidi kuwekeza katika sekta ya afya. Na katika kuwaita huku kuna vivutio vingi ambavyo serikali inavitoa. Na katika sekta ambazo zimekuwa ni sekta za kipaumbele, nafikiri hata kwa mamlaka ya uwekezaji, ni sekta ya afya, kwa sababu kama ulivyosema, dawa ni muhimu. Taifa lisipokuwa na afya, basi hata uchumi wake kujenga inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo maboresho haya ambayo nimesema, lakini maboresho mengine zaidi ambayo pia mfamasia ameelezea hapa, dawa ambazo zilikuwa zinaingia kutoka nje ya nchi, zilikuwa wawekezaji wale walikuwa wanaona kwamba wanaweza kufanya biashara kwa urahisi, lakini sasa serikali inatoa msisitizo, endapo dawa hizi zitazalishwa ndani, basi serikali itasitisha ununuaji wa dawa hizi kutoka nje, hasa katika ununuaji wa dawa kwa matumizi ya vituo vya afya na hospitali za serikali, ambapo ni jambo zuri, sio? Ndio, kama alivyosema mfamasia, tathmini ya awali iliyofanyika, majitiba yalionekana kwamba yanatengenezwa kwa kiwango ambacho kinakidhi mahitaji ya nchi, na hivyo bohari ya dawa ambaye ndio mnunuzi mkubwa wa dawa ikasitisha kuagiza dawa hizo ama kuagiza majitiba kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo hata kwa dawa hizi zingine, kama wawekezaji wakija na kuwekeza kwa kiwango kinachotakiwa kitakachokidhi vigezo, basi serikali itafanya kama ilivyofanya hapo awali, kusitisha dawa hizo. Na kama dawa hizo hazitaingia kutoka nje ya nchi, maana yake mazingira ya biashara yatakuwa ni mazuri. Lakini pia pamoja na hayo, maboresho mengine ya kimfumo ambayo yamefanyika, kama nilivyosema, kwa mamlaka ya dawa na vifaa tiba, tumekuwa tukiwasaidia na kuwawezesha wawekezaji kuanzia hatua ya kwanza kabisa. Mwekezaji anapokuja, sisi katika uzalishaji wa dawa kuna vitu tunaongelea kama GMP, manake uzalishaji bora wa dawa kwa viwango ambavyo vinafahamika na vinatambulika kimataifa. Kwa hivyo katika kukidhi vigezo hivyo, kigezo cha kwanza ni jinsi kiwanda kitakavyotengenezwa. Na mamlaka ya dawa na vifaa tiba imekuwa ikitoa support kwa wawekezaji wa ndani kuanzia hatua ya kwanza. Mwekezaji anapokuja, tunajadili na kushirikiana naye katika kuangalia michoro yake ya kiwanda ili kuhakikisha kwamba itakidhi vigezo. Lakini sio hapo tu, anapokuwa analeta dawa zake sasa kusajiliwa, ama kiwanda kinapokuwa kimejengwa, tunatoa kipaumbele katika kufanya kaguzi zetu. Kiwanda kinapokuwa tayari tu mwekezaji ameshaanza kujenga, tunakuwa tukifanya kaguzi mara kwa mara kuangalia progress inavyoendelea. Na tunapokuwa tunakagua, basi hata taarifa zake tunatoa kipaumbele kumrejeshia taarifa, tofauti na viwanda vya nje. Lakini pia usajili, mamlaka imepunguza muda ambao unatumika kwa ajili ya usajili wa dawa. Kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni takriban siku 360 kwa dawa za nje, lakini kwa sasa ni siku 180. Ila kwa viwanda vya ndani ni siku 60 pekee kwa ajili ya usajili wa dawa hizi. Kwa hiyo vipaumbele vimekuwa vikitolewa, na sio mamlaka ya dawa tu, lakini sekta zote na taasisi zote zinazohusika na uwekezaji zimekuwa zikitoa kipaumbele. Na sekta hii ni sekta muhimu na ni sekta ya kipaumbele. Mfamasia, pale ambapo unakuta kituo cha afya kinakosa dawa za msingi kwa wiki kadhaa, nani anawajibika katika hilo na ni hatua gani pia ambazo mnazichukua?
Asante, nitaka kabla sijajibu hilo swali nirejee kuhusu kwa nini uzalishaji bado upo chini. Na nataka niseme tu kwamba uwekezaji kwenye sekta ya viwanda ni hatua, na watu wanaangalia uchumi unavyokuwa na uwezo wa wananchi kuweza kununua bidhaa za afya na kuweza kuzilipia au kuzigharamia. Sasa ukiangalia Tanzania imekuwa ikikua kwa uchumi, na sasa hivi katika miaka 4-5 kumekuwa na ukuaji mzuri na mkubwa wa uchumi ambao pato la taifa limeongezeka kwa kiasi kikubwa na limeanza kuleta hamasa kubwa hata kwa wawekezaji. Na sisi tumeona tutumie fursa hiyo kuongeza kasi kwenye uwekezaji kwenye eneo la bidhaa za afya kuzalisha nchini. Na niseme mikakati ipo mingi, ameieleza mwenzangu toka mamlaka ya dawa na vifaa tiba, lakini vile vile kupitia Mheshimiwa Waziri, nafikiri wote mnakumbuka tarehe 23 mwezi wa 12 2025 alizindua kamati maalum ambayo ni kikosi kazi yake kuhakikisha kwamba kinakuwa na msukumo, kinarahisisha mazingira ya upatikanaji wa vibali, mazingira ya kufanya maamuzi kwa haraka, ili kuhakikisha wawekezaji wote ambao ni wakubwa wa kimkakati wanashughulikiwa kwa muda mfupi usiozidi mwezi mmoja, wameshafanya maamuzi ya kufanya uwekezaji. Kwa hiyo haya ni mabadiliko makubwa ambayo tunaona serikali inafanya kwa nia ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwekezaji mkubwa nchini. Lakini niseme na kuna maendeleo mazuri kama ambavyo ameeleza mtaalamu toka hapo TMDA kwamba kuna viwanda vimekuja vipya vinaendelea. Sasa hivi ndugu mtangazaji, tunazalisha hata syringe ya mabomba ya sindano na sindano zenyewe zinazalishwa nchini. Tunazalisha mamifuko yote ya kuchukulia taka kwenye mahospitali binafsi, tulikuwa tunaziagiza, sasa hivi zote zinanunuliwa hapa nchini. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa ambao unaendelea, ambao tunaendelea kuhakikisha kwamba tufikie kwenye ngazi ambayo tutakuwa tuna kila kitu kinazalishwa nchini. Hatuwezi kufikia 100%, lakini walau tufike ile azima ya Mheshimiwa Rais ya kwamba ifikapo 2030 uagizaji uwe chini ya 50%. Nikija kwenye swali lako, pale ambapo hakuna dawa kwenye kituo, kuna mamlaka ambazo zinatakiwa kuwajibika, kwa sababu kwanza kwa ngazi ya kitaifa huwa tunahakikisha dawa ambazo zinahitajika nchini, moja, zimesajiliwa na mamlaka ya dawa, ndio zipo. 2, bohari ya dawa zinapatikana, zipo, ndio natakiwa ziwepo na zinapatikana. Na 3, kituo husika kinafanya ufuatiliaji wa kuagiza kutoka MSD. Kama ni hapana, basi tunaanza na kituo. Kwa tunaanza na mamlaka ya kituo, tunakuja na mamlaka ambayo inasimamia kituo kwa maana ya kama ni mkurugenzi wa halmashauri, mganga mkuu wa kituo eneo husika wa halmashauri, lakini tutapanda kwenye ngazi ya mkoa ili kujua. Kwa sababu upande mwingine ni inawezekana dawa hazipo kwa sababu kuna uzembe uliotokea ndani ya kituo katika kuhakikisha kwamba wanaomba dawa toka MSD wanazipata na kuweza kuzitumia kwa usahihi. Lakini kama itatokea wao wamefanya wajibu wao lakini MSD hana, then tunamwajibisha mkurugenzi mkuu MSD kwa kumfuatilia, hii dawa itakee iwepo, kwa nini haipo kwenye eneo lako? Kwa hiyo tutakuwa tuna maswali mengi ya kuweza kuhoji na kutatua. Lakini MSD anatakiwa kuwezeshwa na serikali kwa maana ya kupewa fedha ambazo zitawezesha ununuzi wa dawa. Na niseme kwa moyo wa dhati kabisa, katika miaka hii 3 iliyopita na hata huu mwaka wa sasa ambao tupo wa kifedha, serikali imetekeleza wajibu wake kwa kiasi kikubwa, na mathalan bajeti ya dawa kwa kutoka mwaka jana kuja mwaka huu wa fedha imeongezeka kutoka shilingi bilioni 200 mpaka kufikia bilioni 398. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa sana, zaidi ya asilimia almost 98 limeongezeka. Na uzuri tena kwa fedha hiyo ambayo imeongezeka, ninavyoongea sasa hivi kama mfamasia mkuu wa serikali, mpaka sasa hivi zaidi ya shilingi bilioni 178 zimeshatolewa na kupelekwa MSD kwa ajili ya kuhakikisha wananunua dawa zinapatikana. Kwa hiyo ngazi za uwajibikaji na ufuatiliaji zinatofautiana kulingana na kila mtu jukumu ambalo amekasimishwa. Lola, uwajibikaji na ufuatiliaji kama ambavyo mwenzangu ameuliza kwamba dawa zinapokosekana,
Kuna wakati mwananchi anaweza kwenda kwenye kituo cha afya, inaweza kuwa cha umma kwa maana cha serikali, na akakosa dawa, ila akaelekezwa kwamba pengine ipo pharmacy ambayo ina dawa, ama hata asipoelekezwa anatoka hospitali anaenda kwenye pharmacy ama duka la dawa, lakini anapata dawa. Kinachokuwa kinatokea hapo ni nini? Kwa nini hospitali inaweza ikakosa dawa lakini duka la dawa ama pharmacy ikawa na dawa? Utaratibu upoje pengine kwenye hilo? Katika mifumo ya Tanzania ya utoaji wa huduma za afya tunashirikisha pande zote. Tuna sekta binafsi inashiriki, lakini na sekta ya umma inashiriki. Kuna wakati ambapo inaweza katokea ndani ya mifumo ya sekta ya umma dawa isipatikane kwa wakati huo, labda kuna kuchelewa kwa kuagiza kituo toka MSD, au katika kuagiza toka MSD hatukuipata kwa wakati. Kwa hiyo kuna uwezekano private sector ikaingia kuziba hilo gepu. Isionekane kwamba ni dhambi mtu kuambia labda dawa imekosekana ndani ya kituo ikapatikana labda nje ya kituo. Inaweza ikatokea katika misingi mingi ambayo inaweza ikawa imesababisha, including nilikuwa niweke wazi, tumetoka kwenye kikao cha mahoteo mwezi wa 12 kwa ajili ya kujua mahoteo ya nchi nzima na kuyaandaa. Moja ya changamoto ambayo wenzetu MSD wametuletea ni kwamba kuna dawa ambazo mahitaji yake ni madogo sana, ambayo hayamruhusu mzalishaji kuzalisha na kutuletea. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo muda mwingine akumbana nayo, unakuta lakini private anaweza kawa ananunua kidogo, yani ananunua vidonge labda vya watu, dozi za watu 20 30, ana uwezo kuziaccess. Wakati MSD anataka kununua zaidi ya bachi ya kiwanda ambayo inaweza ikazalishwa ambayo ni kubwa zaidi. Kwa kuna changamoto ambazo zinatokea ambapo mwisho wa siku unaweza kulazimika kupata dawa toka kwenye private. Na mwisho wa siku tumeruhusu kwamba pale ambapo inatokea changamoto ya aina hiyo, wakati serikali inaendelea kuitatua ili ipatikane, basi unaweza kuiaccess hata kwenye private market. Kwa hiyo hilo huwa linatokea, ndugu mtangazaji, lakini nia ya serikali ya dhati kabisa ni kuhakikisha kila ambacho mwananchi anaandikiwa ndani ya kituo cha afya kinapatikana na ana uwezo wa kuhudumiwa na asiweze kulazimishwa kwenda kwenye private sector. Ila mazingira ambayo inaweza katokea ya ambayo nimeeleza hapo awali ya uzembe sehemu fulani, au changamoto za upatikanaji wa bidhaa hiyo, au urahisi wa kuipata kupitia mifumo ambayo ni tofauti, basi inaweza ikawezesha mwananchi kuambiwa basi dawa hii unaweza kuipata kwenye pharmacy fulani. Lakini ni kitu ambacho huwa tunakichunguza sana kuhakikisha kwamba hicho kilichotokea hakijatengenezwa katika mazingira ambayo kinaihujumu serikali. Ikiwa sasa baadhi ya changamoto kama hizo huonekana kujirudia kwa nyakati tofauti, nini ambacho kinaonyesha kipimo cha mafanikio katika usambazaji wa dawa kufikia katika maeneo mbalimbali nchini? Ndugu mtangazaji, kwenye mfumo wa mnyororo wa ugavi tuna bidhaa zaidi ya 3,000. Lakini tumefanya uchambuzi na kubaini kwa magonjwa ambayo yanawakabili wa Tanzania, kwa upande wa dawa tunahitaji kuwa na dawa muda wote, wakati wote, aina 392. Kwa hicho ndio kipimo chetu ambacho tunakuwa tukisimamia, na ndicho ambacho nimekieleza awali kwamba upatikanaji wake umefikia 87%. Kwa hiyo kuna 13% bado zinayumba, ambazo inawezekana bado mwananchi akaenda kaambiwa kaipate nje ya kituo. Lakini juhudi zetu na nguvu zetu ni kuhakikisha kwamba zinafikia zaidi ya 99% hizo dawa ambazo ni 392. Hicho ndicho kipimo ambacho tumekuwa tukipima. Na ukitufuatilia kwa muda wa mwaka ulioisha wa kampeni zaidi ya miaka kama 2 sasa, kutokana na upatikanaji wa fedha, tumekuwa na uendelevu wa upatikanaji wa asilimia kuanzia 84, 85 mpaka asilimia 87. Na unaweza kuona hata jamii kwenye majukwaa na maeneo mengine kumekuwa na utulivu, kwa sababu dawa kiasi cha upatikanaji kimeongezeka. Lakini kingine ambacho tumekisimamia sana ni kuhakikisha kwamba tunatoa miongozo ya matibabu ambayo tumekuwa tukisimama na madaktari na wataalamu wa dawa, kwa maana wa famasia wote, kuhakikisha kwamba dawa hizo 392 zinazoendana na miongozo ya matibabu zinapatikana muda wote. Kwa hiyo tunapima vile vile ufuatiliaji wa kuangalia wanavyotumia na kuzingatia miongozo, ili kupunguza kero kwa mwananchi kuandikiwa dawa ambazo hata kwenye miongozo hazipo.
Kwa upande wa uagizwaji wa dawa, dawa zipo za viwango tofauti ama grade zile tofauti. Kwa upande wa Tanzania, nini kinafanyika hasa katika uagizwaji wa dawa ili kuepuka kupata dawa za viwango vya chini? Asante ndugu mtangazaji. Moja ya jukumu la Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba ni kuhakikisha kwamba, kwanza jukumu letu kubwa ni kulinda afya ya Watanzania. Lakini katika kulinda huko afya kuna majukumu mbalimbali ambayo tunafanya. Na moja ya jukumu tunalofanya ni usajili wa bidhaa ambazo zinatumika nchini. Kwa hiyo katika usajili wa bidhaa hizi huwa tunafanya tathmini ya taarifa za kisayansi za dawa ama kifaa. Kwa hiyo kabla dawa yote haijatumika hapa nchini, inatakiwa iwasilishwe Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwa ajili ya usajili au kwa ajili ya tathmini. Kwa hiyo tutapitia kwa kina zile taarifa za dawa ama kifaa za kisayansi kuona kwamba ina viwango vinavyotakiwa, ina ubora unaotakiwa, itakuwa ni fanisi katika kutibu magonjwa, lakini pia ni salama, kwa sababu kuna dawa mtu anaweza kutumia ikamletea shida, ikamletea reaction. Kwa hiyo tunajihakikishia kwamba dawa hizo zinazotumika ni salama. Lakini pia tunapokuwa tumesajili hizo dawa, kabla dawa yote haijaingia nchini, Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba itajihakikishia kwamba dawa inayoingia nchini ina ubora unaotakiwa kama ule ulioonekana wakati wa usajili. Kwa hiyo pia tunadhibiti uingizaji wa dawa nchini. Kabla dawa haijaingia huwa tunatoa vibali. Na katika kutoa vibali huku tunapitia nyaraka ya hizo products zinazoingia kuona kwamba ni zile ambazo tumezisajili. Lakini pia zinapoingia nchini zinafanyiwa ukaguzi katika vituo vya forodha kuangalia kwamba dawa hizo zina ubora unaotakiwa. Na kama nilivyosema hapo awali, hatuishii hapo tu. Zikiingia pia sokoni, tunakwenda pia kuangalia katika maeneo ambapo dawa hizi zinahifadhiwa, kwenye mahospitali, kwenye vituo, kwenye maduka ya dawa, kuhakikisha kwamba hata kama tuliziruhusu, tumezisajili ndio, tumeziruhusu kwenye mipaka ya forodha, zimeingia, zina ubora unaotakiwa, lakini je, kule zinakowekwa zinahifadhiwa namna inavyotakiwa? Kwa sababu dawa kama isipohifadhiwa vizuri pia ubora wake unaweza ukapotea. Kumekuwa na hili ambalo linazungumzwa, pengine utatueleza kwamba kuna baadhi ya dawa ukinunua nchi nyingine zinakuwa na ubora ama grade ya juu kuliko zile ambazo zinapatikana hapa nchini. Hili linaweza kuwa na ukweli kiasi gani? Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema awali, tunafanya tathmini. Kwa hiyo tunajiridhisha kwamba zina ubora. Sasa inawezekana ni maneno ya kibiashara. Unajua mtu anapokuwa anatengeneza dawa lazima brand vizuri dawa yake kuonekana. Kwa hiyo hakuna ukweli kwamba Panado ya nchi fulani tofauti na Panado ya sehemu fulani. Hapana, kama Panado hiyo imefanywa tathmini na Mamlaka ya Dawa na imeonekana kwamba ina viwango vinavyofaa, basi dawa hiyo inaweza ikatibu. Ina ubora unaotakiwa, ni fanisi na inaweza haitaleta madhara. Kwenye hilo la ubora wa dawa, dawa ambazo zinazalishwa nchini na ambazo zinaagizwa kutoka nje, pale ambapo mnafanya ukaguzi, zipi ambazo wapi ambako mmekutana na changamoto zaidi kati ya dawa ambazo zinazalishwa nchini ama nje ya nchi ambazo mnaziagiza? Zote zina changamoto kwa sababu na changamoto hizi labda niseme, dawa kama bidhaa zingine, hata bidhaa zingine tu ukienda sokoni unaweza kukuta bidhaa ambazo ni bandia zipo sokoni. Lakini mamlaka ina mifumo ambayo tukikuta dawa ambazo labda hazifai, either ni bandia ama zina viwango vya chini, tunafanya uchunguzi kuona shida iko wapi. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ni dawa za ndani ama dawa za nje, kwa sababu dawa zote zinaweza zikiwa na changamoto. Mna takwimu kwamba bwana, kwenye ukaguzi wetu tumegundua dawa zinazozalishwa nchini mara nyingi huwa tunabaini kasoro nyingi kuliko dawa za nje, ama za nje tunabaini kasoro nyingi kuliko dawa za ndani, ama kuna hoja hapo ya kibiashara kwamba tuliache hilo? Hapana, hatuwezi kusema kwamba za ndani labda zina changamoto nyingi ama za nje zina changamoto nyingi. Changamoto zinaweza zikatokea kwenye dawa zozote. Huko dukani ama hospitali ama pharmacy,
kuna wakati zipo dawa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi. Kwa sababu nimeona utaratibu, si utatuambia kwenye rola utaratibu wa uuzwaji wa dawa, unakuta duka la bidhaa za nyinginezo kama chakula na kadhalika, pia kuna dawa za maumivu na vidonge vingine ambavyo pengine mwanadamu anahitaji navyo haraka. Muongozo wa uuzaji wa dawa upoje? Lakini hoja yangu ya pili, kule huwa mnaenda kufanya ukaguzi na kugundua kwamba hizi dawa tayari zimeisha muda wake. Kwani hapo maduka ukienda, na mimi hata wewe ukitoka sasa hivi ukipita kwenye baadhi ya maduka huko ambayo si rasmi kujia kuuza dawa, unaweza kukuta dawa ambazo zimeisha muda wake. Asante ndugu mtangazaji, labda nianze na hiyo mwongozo wa uuzaji wa dawa. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba ina kanuni inaitwa Scheduling of Medicine, ambayo inaonyesha dawa kulingana na viwango vyake na ni mahali gani dawa hizo zinaweza zikawepo. Ndio maana utakuta kuna dawa ambazo labda ukienda kwenye pharmacy utazikuta, lakini kwenye duka la dawa muhimu hautazikuta. Kwa hiyo kuna mwongozo unaoonyesha ni dawa zipi zikae kwenye kituo ama kwenye premise ya level gani. Kwa hiyo katika mwongozo huo kuna dawa zile ambazo tunaziita over the counter na kuna zingine ambazo tunaita general sell, ambazo hizo ndo unazoweza kuzikuta kwenye maduka ya kawaida. Na dawa zingine, dawa ambazo ni dawa za moto utazikuta kwenye pharmacy kubwa. Lakini nikizungumzia kuhusiana na utaratibu sasa wa dawa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi, kuna mwongozo unaoonyesha dawa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi kwanza zinatakiwa kutengwa. Hata kama ni kwenye pharmacy, hazitakiwi kuwa kwenye shelf. Either ni pharmacy ama ni kwenye duka ama ni hospitali. Hazitakiwi kuwa mahali ambapo dawa zingine zinazotumika ambazo sipo ndani ya muda zinahifadhiwa. Wana uadilifu wa kufanya hivyo. Zinahifadhiwa, tutakuja hapo. Kwa hiyo zile dawa zinatengwa na kuwekwa mahali tofauti na kuwa labeled vizuri kwamba hizi dawa zimeisha muda wake wa matumizi. Na kituo ama hiyo premise ambayo ina hizo dawa inatakiwa kuwasilisha kutoa taarifa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwamba tuna dawa kiwango fulani, dawa za namna hii ambazo zimeisha muda wake wa matumizi, ili ziende zikaharibiwe kwa utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo sasa nikija kwenye uadilifu, kuna ambao wanafanya bila shuruti, lakini pia ndio maana tumekuwa tukifanya kaguzi mara kwa mara. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo tunaangalia katika kaguzi zetu ni kuangalia kwamba zile dawa ambazo zimeisha muda wake wa matumizi hazipo kwenye shelf, ili watu wasiweze kuuziwa ama kupatiwa kwa ajili ya matumizi. Yes. Mwananchi anapaswa kupata wapi dawa ndio sehemu rasmi? Niliuliza kuhusiana na nafahamu dawa zinapaswa kupatikana hospitali na aidha vituo vya afya ama kwenye hizi pharmacy. Lakini nimeongelea kuna maduka ya vyakula na yenyewe pia unakuta kuna makopo ambayo yanauza dawa fulani. Asante. Kwenye vituo vya afya ni mahali ambapo mwananchi anaweza kupata dawa, kwenye pharmacy, kwenye maduka ya dawa muhimu, lakini kama nilivyosema hizo ambazo zinaitwa general sell unaweza kuzikuta hata kwenye supermarket zinauzwa. Na inaruhusiwa. Yes, inaruhusiwa. General sell, yes. Supplement unazikuta ziko pale zinauzwa, yes. Lakini sio dawa zile za moto. Kuna level ya dawa ambazo hutakiwi kuzikuta hapo na zikiwa hapo ni makosa. Ndio. Haya, sawa. Sasa Msasi, tueleze kuhusiana na mpango wa kumaliza hii changamoto na kuhakikisha asilimia zinapanda za kuzalisha dawa nchini kutoka hiyo 20 ambayo tunaizungumza hivi sasa na pengine kupanda zaidi. Mnawaeleza vipi wananchi kwamba pengine wataraji baada ya muda gani waone hiyo asilimia 20 ikipanda zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Ni azima yetu na azima ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 uzalishaji wa dawa nchini unakuwa umeongezeka, lakini vile vile uagizaji kutoka nje unakuwa chini ya 50%. Na mikakati ni pamoja na hii unayoiona ambayo umesikia TMDA wameweza kuieleza, kwa sababu ni mamlaka ya udhibiti. Tumeigeuza toka kuwa mamlaka ya udhibiti na kuwa sehemu ya tunasema usaidizi au facilitative kuhakikisha kwamba viwanda vinatokea nchini. Lakini ukienda upande wa mamlaka za kodi, nako tumeweka maboresho kutoa kodi za vifungashio, malighafi, uingizaji mitambo, ili kuhakikisha vyote hivi vinamwezesha mtu ambaye anataka kuwekeza ananufaika, mwekezaji aliyeko nchini ananufaika.
Lakini vile vile ukienda upande wa soko, tumekuwa tukifanya kazi na bohari ya dawa kwa maana ya MSD, nao tumewaelekeza kuhakikisha kwamba vile vinavyozalishwa nchini kwa wingi vinunuliwe nchini. Mathalan, labda ndugu mtangazaji, niweke wazi, mwaka 2021-22 MSD ilinunua toka viwanda vya ndani bidhaa zisizozidi shilingi bilioni 16. Ninavyoongea sasa hivi mwaka 25-26 ambao tunaendelea nao, wameshanunua bidhaa ambazo zimeshafikia bilioni 98. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo tunakuwa. Kwa hiyo ni hamasa kuona hata MSD tupo kwenye safari moja kwamba ananunua zaidi kwenye viwanda vya ndani ili wawekezaji wawekeze zaidi na wavutike kuwekeza ndani. Na tunawapa upendeleo maalum kwenye sheria ya manunuzi, wana zaidi ya 15% ya upendeleo wa kibei kwa bidhaa wakiuza wakishindanishwa na mtu wa nje. Sasa hivi tunapitia kanuni za TMDA ili kuonyesha tunaweza tukasaidia zaidi uwekezaji wa ndani. Lakini Mheshimiwa Waziri Mohamed Omar Mchengerwa na kama mnaona kwa slogan aliyokuja nayo ya viwanda, kama mmemfuatilia, ameanzisha kamati maalum ambayo nami ni mjumbe wa hiyo kamati, ambayo inaratibu uharakishaji wa kuangalia wawekezaji wote wa kimkakati, kufufua na kuwaita mezani, kuuliza ni kitu gani walichokitaka ili waweze kuwekeza na kuwawezesha kupata hivyo vitu waweze kuwekeza nchini. Kwa hiyo tukiangalia hii kasi tunayoenda nayo na mwitikio ambao tunauona mpaka sasa hivi, tuna imani kwamba Watanzania watapata dawa zinazotakiwa kuwatibu kwa zaidi ya 50% by mwaka 2030 ndani ya nchi yao. Ni waombe tu wananchi wenye mitaji ya kutosha, wenye uwezo wa kuwekeza, washiriki kikao cha tarehe 19 kitakachofanyika Kilimanjaro Hoteli Dar es Salaam, wamsikilize Mheshimiwa Waziri, wakutane na wawekezaji wengine wa nje wakubwa, watengeneze network, wasikilize maono ya serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la uwekezaji wa viwanda vya dawa ambayo ni makubwa, kuhakikisha kwamba watu wanapata nafasi ya kuwekeza na dawa tunazipata nchini. Kwa hiyo Mheshimiwa, ndugu mtangazaji, niseme tu wawekezaji wote wenye nia tunawakaribisha tujadiliane, kwa sababu serikali ipo tayari na imeamua kuhakikisha kwamba eneo hili linapata wawekezaji wa kutosha na dawa zinanunuliwa ndani ya nchi. Kwa fursa kubwa ambazo zitajadiliwa hapo ni kuhusiana na uwekezaji, na anayepaswa kushiriki ni mwekezaji pekee na mwenye sifa zipi pengine? Tunayemkaribisha kushiriki mkutano wetu, moja ni mtu mwenye uwazo na nia ya kuwekeza kwenye uzalishaji wa bidhaa za afya nchini. Mbili ni mtu ambaye kama ameshawekeza nchini tayari na viwanda, kuna fursa ya kutanuka na kukua zaidi, kwa sababu atakutana na wawekezaji wakubwa na kujadiliana namna ya kuweza kuongeza uzalishaji wake nchini au kuongeza viwanda vingine kupitia eneo lake. Lakini tunawakaribisha wawekezaji kutoka nje ya nchi ambao nao tumeshapeleka taarifa zetu kwa mabalozi wote huko duniani ili kuhakikisha kwamba nao wanawaleta kwa ajili ya kuja kujadili kwa pamoja. Lakini tunakaribisha wenye fursa za kutoa mikopo, mabenki ambao watakuwa wako tayari kwa ajili ya kuongea nao, kuona namna ambavyo watajadiliana namna ya kuwasaidia mitaji kuwekeza kwenye hili eneo. Lakini vile tunakaribisha, tumealika mamlaka ambazo zinaratibu uwekezaji nchini, ambazo wawekezaji wenye nia watakuwa na nafasi ya kujifunza, kuuliza maswali toka TMDA, TISEZA, MSD, EPA, wenzetu wa TanTrade, kote huko watakuwa na nafasi ya kuuliza fursa zopo za uwekezaji na namna ya kuwekeza. Wenzetu wa Wizara ya Ardhi watakuwepo mondani, Wizara ya Fedha kwa maana kodi TRA watakuwepo mondani. Kwa hiyo tunakaribisha hao wote watakuwepo. Kwa wenye nia ya kuwekeza, wenye mitaji ya kuwekeza, wenye dhamira ya dhati ya kuwekeza, tunawakaribisha kwenye mkutano. Sasa tumemsikia mfamasia mkuu kuhusiana hilo la uwekezaji. Kwa kumalizia, neno lolote kutoka kwako? Asante, labda niungane na mfamasia kualika watu wote wenye nia kuwekeza katika viwanda vya dawa. Na tuko tayari
tuko tayari kuwa facilitate, tuko tayari kuwawezesha, kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwekezaji ambao unakuwa na tija. Na mimi niko mamlaka ya dawa na vifaa tiba, lakini niko katika dawati la pamoja kwenye mamlaka ya uwekezaji Tanzania. Kwa hiyo mwekezaji anapofika mara ya kwanza kabisa, tunakutana naye pale na kumpatia taratibu na kumuonyesha fursa katika viwanda vya dawa, na nitatamani kuona watu wengi wakishiriki kikao hiki ili tuwaonyeshe fursa zilizopo kama alivyosema. Ni cha siku moja. Okay. Ni cha siku moja. Lakini mara baada ya hapo tutachukua mawasiliano na kuendelea kuwasiliana nao na kuwapatia taarifa zote watakazozihitaji kwa ajili ya kuhakikisha wanaweza kuwekeza katika uzalishaji wa dawa na vifaa tiba. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa na nyinyi asubuhi hii kujadili kuhusiana na hali ya upatikanaji wa dawa nchini. Asante sana Daudi Msasi kutoka hapo Dodoma. Tumekupata vema na bila shaka watazamaji pia wamekupata vyema maswali yale ambayo tumeuliza kwa niaba yao. Asante sana. Kabisa, tunakamilisha hivyo juu ya hali ya upatikanaji wa dawa nchini, tukijadili hapa na Daudi Msasi ambaye ni mfamasia mkuu wa serikali na mkurugenzi wa huduma za dawa, lakini Chimpae Julius ambaye ni mratibu wa masuala ya uwekezaji wa viwanda vya dawa nchini.